Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu kuendelea kufuata taarifa zetu za habari ambazo zinatoka kwa wanajeshi wa kizalendo pamoja na jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Katika habari zetu tutakuja kuwajibu zaidi watu ambao wanauzungumzia taarifa nyingi za kuhambia raia au kutoa taarifa kuwa wanajeshi wa M23 pamoja na AFC M23 wanakuja wengi sana. Hizo ni taarifa ambazo zinakuwa zinasagaa sana kwenye mitandao, na taarifa hizi zinaleta mshangao kidogo, kwa sababu wakati wazalendo waliingia katika mji wa Uvira, lakini hizi taarifa zikuzagaa zaidi kama wanazozagaisha taarifa za AFC M23 kutoka tena huko maeneo ya Bukavu kujielekeza huko Sange. Lakini inakuwa kama vile watu wanashangilia zaidi ujio wa AFC M23, na ni jambo ambalo linakwenda kushangaza zaidi, kwa sababu ukiangalia walio wengi wakati waasi wa M23 waliingia Uvira walitangaza mambo mengi sana, na mitandao imechafuka na kusema kuwa wamekuja nini, na walisema mengi, lakini wakati walipigwa na walikufa wengi. Kwanza sio kana kwamba walitoka kwa kufuatana na mapatano na mazungumzo yaliyokuwa huko Doha au Marekani. Hapana, walitoka kwa sababu walipigwa kichapo ambacho hawajawahi kukiona katika hii dunia, na kichapo hicho kimewasababisha wenyewe kutoka moja kwa moja katika jiji la Uvira, kwa sababu walipoteza wanajeshi wengi. Taarifa hizi ukiuliza maeneo ya milimani huko Makobola na kwingineko, watakwambia historia, kwa sababu nilikuwa ni vuta ni kuvute. Wanajeshi wa AFC M23 pamoja na wazungu wao waliteketea wengi hapo, lakini waliamua kutoka kufuatana na hicho kichapo. Huenda walikuja kusema kuwa wametoka kwa sababu ya mazungumzo. Alasha, huo ni uongo mtupu. Watu waliposti sana, lakini wakati wazalendo pamoja na jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoingia katika mji wa Uvira, watu hawakushangilia kihivyo. Kwenye mitandao ya kijamii hawakuposti taarifa hizo, hazikuwa na zambaa kama kawaida. Lakini ileta mshangao, inakuwaje wakati waasi wanajipanga kuja katika sehemu fulani, watu wanaposti sana na wanasema sana, lakini wazalendo wakisema kuwa wanaingia sehemu fulani, watu hawaposti sana na hawashangilii sana. Ni jambo ambalo linakwenda kushangaza. Kwa hiyo sisi wamoja tumechukua jukumu hilo na kuona ni kawaida. Kwa hiyo kama watakuja waje, acheni waje tu. Tunajua mipango ambayo tuko nayo, kwa sababu sasa hivi mnataka kujua position ya wazalendo ikoje. Tumeshajua. Wakati mnaendelea kuongea sana, wamekuja hivi wanajipanga, mnataka msikie, nyie mnatakaga msikie ni kitu gani tutakachokizungumza wazalendo wetu wanavyojipanga, lakini hatuko huko kuambia ni namna gani wazalendo wamejipanga. Sasa hivi ni kuwataarifu kuwa na sisi pia wanajeshi wengi kutoka Kalemi wanakuja, Waibu wameingia, pamoja na wazalendo wengine kutoka maeneo ya huko Kalemi wameingia, wako katika mji wa Uvira. Na meli hizo za kivita zinavyoingia, hatuoni watu kwenye mitandao wanalalamika kuwa jamani, boti kadhaa au meli kadhaa zimeingia za wazalendo na jeshi la FARDC wameingiza vifaa vikubwa kabisa. Mbona hizo taarifa hatuzisikii? Kwa hiyo tunaweza kutoa taarifa, yeyote yule ambaye atakayetuma taarifa kwenye group ya kusema kwa watu wanakuja wengi, wanajipanga hivi, basi huyo mtu muulizeni kwamba kwa nini haujawahi kuzungumza FARDC nayo imekuja nyingi kutoka Kalemi na hizo taarifa hajawahi kuzizungumzia kwa nini, na wakati anaendelea kuzungumza tu mambo ya waasi wa M23. Kwa hiyo tueni makini katika mambo ya magroup WhatsApp ambazo taarifa zinaendelea kuwa nyingi sana, audio zinaendelea kuwa nyingi za kuendelea kuwapatia nguvu waasi wa M23 kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo tunaweza kualika wakongomani yeyote yule atakayeona post au taarifa yoyote ya waasi wa M23, wewe pitana na hiyo post, usichukue jukumu ya kwenda kusambaza kwenye group lingine, kwa sababu wakati unachukua jukumu ya kusambaza hiyo post kwenye group nyingine, hiyo moja kwa moja unaendelea kuwafanyizia kampeni kubwa zaidi kwa watu kuendelea kuwafahamu zaidi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wapo. Lakini tunaweza tukawaambia kuwa taarifa zetu zipo nyingi sana. Wanajeshi wetu wanaingia wengi sana katika mji wa Uvira,
Naona kwenye sehemu nyingi sana mnajionea ninyi wenyewe wanajeshi gisi jana walivyoingia, meli za kivita gisi zilivyoingia. Wazalendo kutoka huko Kalemi. Tunawashukuru sana ndugu zetu ambao mlikwenda kujitolea na kujituma na kutuma kikosi kikubwa kabisa. Leo kimelala katika mji wa Uvira. Mungu awabariki, na tutakuja kuwasalimia hapo mlipo. Natumaini washaniambia sehemu popote mlipo nitakuja kuwasalimia hapo. Mungu azidi kuwabariki, msijali sana, na karibuni sana kwa kuungana pamoja ili kuendelea kufurusha huyu adui ambaye anaendelea zaidi kuzungumziwa. Ameleta wanajeshi wengi. Sisi hatujali kwa sababu tunajua tangu zamani mliendelea kuzungumza wanajeshi walikuja, leo wameishia wapi? M23 imeingiza, lakini leo wameishia wapi? Lakini karibuni tena, kwa sababu tunajua Kisamvu, tunajua Lengalenga, tunajua Matembela zitaendelea kupata afya nzuri na miili hiyo ambayo atakwenda tena kuteketea katika tarafa la Fizi. Natumaini vita hivi ni vyao vya mwisho. Kama nilivyowaambia, kuku akianza kuchinjwa anapaparika sana, anapaparika hata kichwa wewe umekikata anapaparika sana. Na ndio hivyo hali ilivyo, ndugu msikilizaji, kwa waasi wa M23. Hiyo ni kupaparika kwao, inakuwa ni mwisho wao zaidi, kwa sababu hata Biblia inazungumziwa wakati Musa alivyoliliwa sana na wana wa Israeli, mngetuacha hata Misri tufe ili tuje kuona haya yote ambayo tunakwenda kuyaona katika hii janga. Ungetuacha jangwani, angalia gisi tunavyotaabika. Angalia wa Misri hao wanakuja na huku mbeleni kuna bahari kubwa. Ungetuacha tufe huko, maana umekuja kutuangamiza. Lakini Musa, kwa sababu alikuwa akiongozwa na Mungu, alisema kuwa hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Na ndio hivyo na sisi pia lazima tutumikishe hilo neno. Na ukiangalia hii historia inaanza kujirudilia katika hatua hii ya vita tunavyo. Hawa wa M23, waasi wa M23 RDF, mnawaona leo hamtawaona tena. Hii ni vita ya mwisho sasa tunakwenda kuimalizia, na watajuta pamoja na nchi yao ya Rwanda. Kagame atakimbia. Huu muda Kagame atakimbia, kwa sababu hatajiuliza nimefanya kitu gani, nimefanya kosa gani, kwa sababu wanajeshi wamekuwa wanakomboroza, wanaanza kukomboroza popote walipo, kwa sababu hakuna tena wanajeshi ambao wako nao. Hata huko kwao ambao wanakuambia kwenye mafundisho yao wanaendaga huko, hakuna tena wanajeshi, wote wameletwa. Kwa hiyo tunawaambia waje, tuko tayari na hamtawaona tena. Hawa wa AFC M23 RDF Twirwaneho hamtawaona tena. Ni vita vya mwisho hivi, ndugu msikilizaji, msiogope. Simameni kidete pamoja na kuendelea kutetelea raia na kuendelea kutetelea pamoja na wazalendo wetu. Kikubwa tu ni kutoa support yako moja kwa moja. Natumaini Radio TV ngio kunazunguka maeneo popote pale, na wanawaambia kwa michango zaidi. Kwa hiyo karibuni sana kuendelea kufanya michango kusaidia wazalendo wetu, lakini pia kusaidia waandishi wa habari waliojitolea kuzungumzia tangu awali maneno ya kuwapatia nguvu wazalendo. Huo nao ni muda wa kuendelea kuwasapoti muda wote na wakati wote, kwa sababu kazi kubwa wamejitolea. Hakuna malipo yoyote, waliochukua jukumu, lakini pia wanatumikisha nguvu yao. Siku moja tukapata ushindi, wenda watakumbukwa kwa siku ya mwisho. Asanteni sana, tunawatakia kila laheri na jioni njema kwa wote wanaendelea kutusikiliza popote pale mlipo. Natumaini watu wa huko Tanzania, natumaini wanaendelea kutusikiliza vizuri, lakini diaspora kutoka huko maeneo ya South Africa tunawashukuru sana. Pia tunawashukuru watu wote wa Marekani, Canada, Australia kwa kazi ambao wanaendelea kuifanya kwa sababu ya kusaidia wazalendo kwa hali na mali. Kila laheri na usikilivu mwema kwa wasikilizaji wote ambao wanakwenda kutusikiliza. Mimi naitwa Bernard Monepelelo. Tuko pamoja na tuendelee kushirikiana kwa pamoja muda wote na wakati wote kwa taarifa hizi ambazo tuko nazo. Bye.